Bwana, mambo vipi? Uhari gani mwanafamilia wangu wa kimichezo? Ni kukaribishe tena kwa moyo mkunjufu, twende tukajuzane zile taarifa zote za kimichezo ambazo zimeweza kujili, lakini pia kuweza kuchomoza kunako anga ya kimichezo. Kubwa zaidi ni uweze kusubscribe hapo katika maandishi ambayo yameandikwa subscribe, kisha itatokea alama ya kengele. Tafadhali bonyeza kengele hiyo, hapo utakuwa umefanikisha kuweka njia rahisi kabisa ya wewe kupata taarifa zote za kimichezo ndani ya mipaka yetu ya Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu bana. Taarifa kubwa zaidi kunako nchi ya Tanzania ni kuhusu fainali ya pili ya michuano ya kombe la shirikisho baina ya wenyeji Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane kutoka pale nchini Morocco. Sasa katika mchezo huo ama kuelekea katika mchezo huo, viongozi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wakiongozwa na rais wa heshima wa klabu hiyo, hapa namzungumzia Mohamed Dewji, waliweza kupush ama kulazimisha mchezo huo uweze kuchezwa kunako dimba la Benjamin William Mkapa, lakini mpaka hivi sasa taarifa rasmi kabisa bado hazijaweza kutolewa kutoka katika mamlaka ya soka hapa nchini Tanzania TFF, lakini pia kutoka katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia bila kusahau wenye mamlaka ya hapa Afrika wanaosimamia michezo naizungumzia CAF, nao hawajaweza kutoa taarifa mpya isipokuwa ni ile ya mwanzo ambayo inasema kuwa fainali ya pili kachezwa tarehe 25 pale visiwani Zanzibar. Lakini baadhi ya watu ama wadau mbalimbali wamekuwa wakihoji taarifa hiyo ambayo mpaka hivi sasa wameshindwa kufahamu, ama viongozi hao wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wameshindwa kufahamu nini sababu hasa ambayo inapelekea mchezo huo kupelekwa kunako visiwa vya Zanzibar. Hapa nazungumzia kule visiwa vya Unguja. Lakini pia taarifa rasmi mpaka hivi sasa ambazo nimeweza kuzipokea ni kwamba tayari maandalizi ya kuelekea katika michuano ya fainali ya pili pale visiwani Zanzibar yameanza kufanyika pale nchini visiwani Zanzibar, na taarifa rasmi ni kwamba mchezo huo utachezwa katika visiwa hivyo. Mashabiki wengi walikuwa wakitegemea mchezo huo kuchezwa kunako dimba la Estadio de Benjamin William Mkapa, lakini taarifa ndio hiyo kwamba mchezo huo tayari umekwisha kufanyiwa maandalizi ama marekebisho ya kuwa unachezwa katika dimba hilo la Estadio New Amani Complex Kumrazi, na badala yake ambapo watu wengi walikuwa wakitarajia katika dimba la Benjamin William Mkapa. Lakini pia tumeona waandishi mbalimbali kama Mickey J Ala, mwandishi kutoka pale nchini Ghana, naye alikuwa akijiuliza maswali mengi juu ya taarifa hiyo kupelekwa kule fainali ya shirikisho hilo, kupeleka fainali kule visiwani Zanzibar. Lakini wadau wengi wamekuwa wakijiuliza, lakini hata viongozi wa klabu hiyo wamekuwa wakijiuliza ni kipi ambacho kimepelekea fainali hiyo kupelekwa huko visiwani Zanzibar. Lakini wengine wameenda mbali zaidi wakisema kuwa ni figisu ambazo wanafanyiwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Na hapa juzi tu tukumbuke waziri wenye dhamana ya michezo hapa nchini Tanzania, hapa namzungumzia Mheshimiwa Kabudi, lakini pia bila kumsahau naibu wake Hamisi Mwinjuma ama almaarufu Mwana FA, waliweza kutoa tamko juu ya uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambapo walisema kuwa uwanja huo uko tayari kwa ajili ya fainali ya kombe la shirikisho, na matumaini makubwa kwa wekundu hao wa Msimbazi Simba ni kulibakisha kombe hilo la shirikisho barani Afrika. Bana, yapi maoni yako juu ya taarifa hii mpya ambayo inahusu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kutumia uwanja wa New Amani Complex kama uwanja wake wa nyumbani mbadala wa Benjamin William Mkapa, ambao shirikisho la soka barani Afrika CAF wameweza kukataa uwanja huo kutumika katika fainali ya kombe hilo la shirikisho.
Yapi maoni yako? Usisahau kusubscribe hapo. Hadi wakati mwingine, bye bye.